Karibu kwenye habari yetu ya siku ya leo. Tutakuwa ndani ya Bunia ambako msako umeweza kufanywa na kuweza kuwabana vijana 11 ambao walikuwa wanamiliki silaha kinyume na sheria na kufanya uhalifu. Pia tutakuwa ndani ya Kinshasa ambako maji imezidi kuwa tatizo, watu wanakosa maji ya kunywa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Pia ndani ya mji huo tutakuwa kwenye mashe ya JJ Mart ambako kumeweza kubainika kuweza kuwauzia watu chakula ambazo zimeweza kuishiwa siku, na pia tutakuwa kwenye sehemu zingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo endelea kuwa nasi ili kupata habari zote hizo. Operation ya msako iliweza kufanyika na vyombo vya usalama katika mji wa Bunia iliyosababisha kukamatwa kwa watu 11 wanaoshukiwa kuhusika na vitendo vya uhalifu pamoja na kukamatwa kwa silaha na vifaa vya kijeshi. Operation hiyo ilifanyika katika maeneo ya Kolomani na Bakei iliyoko pembezoni mwa mji wa Bunia. Kwa mujibu wa polisi, operesheni hiyo ilianzishwa kufuatia ongezeko wa vitendo vya uhalifu vilivyoripotiwa katika siku za hivi karibuni. Wiki iliyopita, matukio ya ujambazi yalisababisha vifo vilivyoripotiwa katika mtaa wa Bigo ambapo watu wawili walipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa. Hali hiyo ilisababisha vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kurekebisha na kurejesha usalama. Katika operesheni hiyo iliyofanyika usiku wa kuamkia Jumamosi, askari walifanya upakuzi wa nyumba kwa nyumba. Matokeo yake watu 11 walikamatwa wakiwemo wanawake wawili. Aidha, polisi walikamata silaha moja ya moto yenye risasi, guruneti moja pamoja na jozi ya alama za cheo cha kanali. Kamanda wa polisi wa mji huo Abeli Mwangu amesema kuwa operesheni hizi zinalenga kuimarisha usalama wa raia na mali zao. Maneno yake yakinukuliwa, alisema hivi: hatua zote zimechukuliwa ili kudumisha utulivu wa umma na kulinda wananchi, ni vile alinukuliwa akisema. Polisi pia wamewataka wananchi kushirikiana kwa ukaribu na vyombo vya usalama, hasa kwa kutoa taarifa kuhusu mienendo ya watu wanaohusika na mambo ambayo yanazidi kuleta uhalifu katika Bunia na kando yake. Operation kama hizo si za kwanza kufanyika katika Bunia. Hapo awali misako mingine iliwahi kufanyika katika kambi ya wakimbizi ya Kikonze ambako washukiwa kadhaa walikamatwa kabla ya kuachiliwa baadaye. Hizo zilikuwa habari kutoka huko Bunia ambako wameweza kukamata wahalifu hao 11 kutoka kwenye majumba yao asubuhi na mapema. Acha basi tuendelee katika huko Kananga ambako maaskari wameweza kupewa vyeti na kuapishwa upya ili kuweza kuongezeka kwenye jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha usalama wa nchi hiyo. Kwa ujumla, wahitimu 285 walipandishwa cheo na kuwa maofisa wa daraja la Sultana baada ya kukamilisha mafunzo ya miaka 3 katika taaluma za sayansi za kijamii na kijeshi pamoja na sayansi za matumizi ya kijeshi. Miongoni mwao walikuwa maafisa wawili kutoka polisi ya taifa ya Kongo na wanafunzi 4 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, na jambo linaloonyesha ushirikiano wa kikanda katika mafundisho hayo ya kijeshi. Katika hotuba yake, waziri wa ulinzi alieleza kuwa mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwezo wa Forces Armées de la République démocratique du Congo, hasa katika kipindi ambacho nchi inakabilia changamoto za kiusalama mashariki, ikiwemo uwepo wa makundi yenye silaha kama M23 huko mashariki. Aliwahimiza maafisa hao wapya kushiriki kikamili katika kuleta amani na huduma ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema hivi akinukuliwa: majukumu yaliyo mbele yenu ni makubwa, lakini nina imani mko tayari kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoikabili nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kupitia kiapo chao, maafisa hao wapya walijitolea kulitumikia taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa uaminifu na uadilifu. Kundi hili jipya linaongeza nguvu katika jeshi la Kongo ambalo lina jukumu kubwa la kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea. Katika muktadha wa mavutano unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa hawa vijana wanatarajiwa kuanzisha kazi mara moja, wakichangia katika kurejesha utulivu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ni faida kubwa kwa raia wa nchi hiyo. Tukihamia kwenye airport ya Njili ambako jana tariki 22 Machi kuliweza kukamatwa kiasi cha dola milioni 1.9 ndani ya airport ya Njili. Waziri wa sheria Guillaume Ngefa alifikisha suala hilo kwa mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya rufaa, akionya juu ya uwezekano wa fedha hizo kutumiwa vibaya au kugawanywa vibaya. Kutokana na hali hiyo, aliamuru fedha hizo ziwekwe chini ya ulinzi na kuhifadhiwa katika Banque Centrale du Congo pamoja na kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini chanzo cha fedha hizo na kubaini wahusika. Hatua hii inaonyesha juhudi za mamlaka za Kongo katika kupambana na ufisadi na kuhakikisha uwazi katika masuala ya kifedha, huku uchunguzi ukiendelea kutoa mwanga kuhusu asili ya fedha hizo na matumizi yake yaliyokusudiwa. Ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, wakaaji wanaendelea kupata changamoto ya kukosa maji safi ya kunywa, na hali hiyo iliweza kubainika kufuatia ziara iliyofanywa na Radio Okapi katika sehemu mbalimbali za mji huu wa Kinshasa, sambamba na maandamizi ya siku ya kimataifa ya maji inayofanyika tariki 22 Machi. Baadhi ya wakaaji ndani ya mji huu wa Kinshasa wameweza kulazimika kutegemea visima vya maji ili kupata maji ya kutumia kama maji ya kunywa, na hata hivyo maji safi bado ni adimu katika mitaa mingi ya mji wa Kinshasa. Wananchi walizungumza asubuhi ya siku ya jana wakilalamikia hali hiyo, wakieleza kuwa wanashangaa kuona ukosefu huu wa maji katika nchi ambayo imesemekana kuwa na takriban 52% ya akiba ya maji safi barani Afrika, kulingana na kamati ya kitaifa ya maji, usafi na maji safi wa mazingira. Katika mtaa wa Gombe Kikusu ulioko katika manispaa ya Ngaliema, wakazi wanasema wanachoshwa na hali hiyo, baadhi yao wakilazimika kusubiri hadi usiku wa manane ili kupata hata matone machache ya maji kwenye mabomba yao. Mwanamke mmoja alieleza kuwa analazimika kutumia maji kutoka kwenye visima vilivyochimbwa ili kukidhi mahitaji ya familia yake. Hali si tofauti katika mtaa wa Solongo, manispaa ya Lemba, ambako watoto wa kike na wa kiume huonekana wakitembea umbali mrefu wakiwa na madumu mkononi wakitafuta maji. Mkazi mmoja wa eneo hilo alitaka serikali kuchukua hatua za haraka na madhubuti kumaliza tatizo hilo ili uhaba wa maji uweze kuisha. Kwa upande wake, waziri wa nchi anayeshughulikia mipingo Ghislain Nyembo amesema kuwa serikali inaendelea na jitihada mbalimbali ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa usawa kwa njia ya ulende wa imara. Miongoni mwa hatua hizo ni moja ya kuboresha miundombinu ya usambazaji wa maji. Ameongeza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalenga kuwapatia watu zaidi ya milioni 12 huduma za maji safi, huku akitoa wito kwa wananchi kushirikiana ili kufanya maji kuwa nyenzo ya amani, mshikamano na usalama katika jamii. Mwaka huu siku ya kimataifa ambayo ilifanywa jana iliweza kumalizika kwa kauli ambayo inasema kuwa ushiriki wa wanawake katika kuboresha huduma za maji, usafi wa maji na mazingira
nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizi zilikuwa ni habari kutoka ndani ya mji mkuu wa Kinshasa zinaohusu ukosekanaji wa maji. Acha basi tuanzie huko kwenye supermarket ya Jiji Mart ambako kulibuka tena wasiwasi wa usalama wa chakula na miendo ya kibiashara, ambako mteja mmoja aliweza kunywa kinywaji kilichokuwa kimekwisha muda wake, hali iliyomsababishia maumivu ya tumbo na muwasho wa mwili. Kwa mujibu wa maelezo, tukio hilo lilitokea Jumamosi tarehe 21 Machi katika tawi la Jiji Mart lililopo eneo la Gombe. Mteja huyo anaeleza kuwa aliingia dukani ili kuweza kufanya ununuzi wa haraka na hivyo aliweza kuchukua juisi, lakini ladha chungu ambayo aliweza kusikia iliweza kumfanya ashuku kuwa juisi hiyo haikuwa salama. Alisema hivi kwa maneno ambayo iliweza kurekodiwa na Radio Okapi: nililalamika mara moja, hivyo wakanipeleka ofisini na kunipa dola 50 ili niweze kunyamaza. Hiyo ilikuwa ni maneno ya mteja huyo. Baada ya kuthibitisha kuwa bidhaa hiyo ilikuwa imekwisha muda wake, anasema aliweza kusikia maumivu makali tumboni na pia muwasho kwenye kinywa chake. Wakati aligundua hayo, aliweza kurudi dukani, lakini waliweza kumpeleka kwenye duka ndani ya ofisi ambako waliweza kumpatia dola 50 ili aweze kunyamaza, wakamwongezea dola 250 ili asitoe taarifa yoyote. Alikataa ofa hiyo na kudai apelekwe hospitalini kwa matibabu ya haraka. Naumwa, nipelekeni hospitalini. Hiyo ilikuwa ni maneno yake ambayo aliweza kusema. Hata hivyo, anadai alikaa kwa takriban saa 2 bila kupatiwa msaada wa kimatibabu, huku maumivu yakizidi. Kwa mujibu wa madai yake, baadhi ya wafanyakazi walijaribu kumshawishi anyamaze kwa kusema kuwa wafanyakazi wa Kongo wanaohusika wangeweza kupoteza ajira zao iwapo angewafichua. Alipowasiliana na Radio Okapi, mwakilishi wa kampuni ya Jiji Mart Maître Guy Mtelo hakutoa maoni yoyote kuhusu tuhuma hizo. Ukimya huo umeongeza maswali kuhusu uwajibikaji wa kampuni katika tukio hilo. Zaidi ya tukio hilo la mtu mmoja, hali hii imeangazia hatari kubwa ya uuzaji wa bidhaa zilizokwisha muda wake katika maduka ya kisasa. Matumizi ya vyakula visivyo salama yanaendelea kusababisha sumu ya chakula, maambukizi makubwa na madhara zaidi. Hiyo watu wako hatarini. Kutokana na hali hiyo, kumekuwa na wito wa kuimarisha ukaguzi wa afya ya kulinda watu ambao wanatumia bidhaa hizo. Wananchi pia wamehimizwa kuwa uangalifu kwa kukagua tarehe za mwisho na matumizi ya bidhaa kabla ya kununua au kutumia kinywaji au bidhaa ambazo watakuwa wakitumia kutoka kwenye makampuni makubwa hata makampuni madogo. Hizo zilikuwa ni habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni redio yetu ambayo inakufikishia habari siku baada ya siku. Hivyo endelea kuwa nasi ili kupata habari wakati ujao.